Petro Mataba, mkurugenzi wa maendeleo ya biashara na masoko mfuko wa SELF. Huduma za mikopo, tunatoa huduma za bima, lakini pia tunatoa elimu ya masuala ya fedha. Tupo hapa kwenye banda la Sabasaba kwa ajili ya kuelimisha wananchi juu ya huduma ambazo zinatolewa na mfuko wa SELF. Kama nilivyosema, huduma yetu kubwa ni mikopo. Na kwenye mikopo tuna mikopo ambayo tunatoa kwa taasisi za huduma ndogo za fedha, lakini pia tuna mikopo ambayo tunatoa kwa wanufaika moja kwa moja. Mikopo kwa taasisi za huduma ndogo za fedha tunatoa kwa hizi taasisi ziende zikawakopeshe wale wanufaika katika maeneo yale ambayo sisi hatuwezi kuwafikia kwa urahisi. Lakini kwa wananchi wengine tunaweza kuwakopesha wale ambao ni watumishi wa umma, wale ambao ni wafanyabiashara ndogo na wakati, wale ambao ni wakulima, ni wavuvi na wafugaji. Kwa upande wa watumishi, kama ambavyo mnafahamu, kuna mfumo mpya ambao unaitwa ESS, Employee Self Service. Mfuko wa SELF pia umejiunga kwenye hii huduma. Mtumishi wote wa umma anaweza akaingia kwenye mfumo wa ESS na akiona taasisi ya SELF pala anaweza akachagua kwa ajili ya kupata huduma ya mikopo. Tunafanya kazi kupitia matawi 12 nchi nzima, lakini pia tunalo tawi ambalo lipo Zanzibar. Kwa hiyo huduma zetu zinapatikana kupitia matawi yetu. Mtu yote awe ni mwananchi ambaye anakuwa na mradi, awe ni mtumishi ambaye anataka kupata huduma ya mkopo, anaweza akatupata kupitia matawi yetu, lakini pia anaweza akatembelea kwenye website yetu na social media. Sasa matarajio ni kwa mwaka huu wa 2026 tuna matarajio ya kutoa mikopo zaidi ya bilioni 48, lakini pia kuwafikia wanufaika zaidi ya 50,000, na hii ni kupitia matawi yetu yote kama nilivyosema 12, lakini pia kupitia mikopo ya watumishi ambayo inatolewa kwenye mfumo wa ESS. Lakini pia matarajio mengine ni kushiriki katika utoaji wa mikopo ya bilioni 200 ya serikali, ambao pia tumeteuliwa kuwa katika taasisi ambazo zitashiriki kwenye utoaji wa mikopo hiyo ambao ni maalumu kwa vijana. Kwa hiyo tunatarajia pia baadaye itakapokuwa utaratibu umekamilika, tutatambulisha na tutawaalika wale ambao ni wanufaika katika eneo hilo waweze kufaidika na hiyo huduma ambayo pia inatolewa na serikali. Tunafanya kazi nchi nzima, tunatawi katika mikoa tofauti, tunatawi Zanzibar, lakini pia tuna huduma nyingine tofauti na mikopo. Tunatoa huduma ya bima, tunatoa elimu ya fedha kwa wananchi. Na kwa kipindi cha mwaka jana, Mheshimiwa Waziri, tuliweza kutoa mikopo ya kiasi cha bilioni 43 bilioni 43 kwa wananchi ambao walikuwa na wanufaika zaidi ya 38,000. Matarajio yetu kwa mwaka huu ni kutoa kiasi cha bilioni 48 kwa zaidi ya wanufaika 50,000. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kwa jitihada hizi tunaendelea kuwafikia wananchi wengi wa kipato cha chini na huduma za mikopo. Ushindani unaonaje kwenye soko? Ushindani upo hasa kwa hizi taasisi za huduma ndogo za fedha ambazo pia ndio tunazisaidia kwa ajili ya kusaidia kwamba inapambana na changamoto ya kausha damu. Kwa hiyo tunajitahidi kuwapa mikopo kwa riba kidogo nafuu ili na wao waende wakakopeshwa kwa wale wa chini kwa riba nafuu. Kwa hawa wengine, sisi kwa upande wetu kama taasisi ya serikali, kwanza credibility inatubeba, lakini pia tunapopunguza riba kwetu sisi inakuwa ni nafuu, wateja wanatukimbilia kwetu, inakuwa rahisi zaidi. Nashukuru kwa TC Diary.